Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Waziri wa Ulinzi wa Israel Katz wamesema jeshi la anga la Israel limefanya shambulizi kali katika mji wa Gaza likimlenga kiongozi wa Hamas Izz al-Din Haddad aliyesadikiwa kuiongoza tawi la kijeshi la kundi hilo katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Palestina, shambulizi hilo lilipiga jengo la makazi katika eneo la Ramal mjini Gaza, huku idadi ya waliouawa au kujeruhiwa ikiwa bado haijathibitishwa rasmi. Mashambulizi hayo yanaonekana kuongeza mvutano mkubwa katika kipindi ambacho kulikuwa na juhudi za kusimamisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Serikali ya Israel imeendelea kutetea mashambulizi yake kwa madai kuwa inalenga wanaodaiwa kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa hilo. Katika taarifa yao ya pamoja, Netanyahu na Katz walidai kuwa wao binafsi waliidhinisha operesheni hiyo, wakimtaja Haddad kama mmoja wa wapangaji wa mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel yaliyosababisha vifo na utekaji wa raia pamoja na wanajeshi wa IDF. Viongozi hao pia walimtuhumu Haddad kwa kusimamia kushikiliwa kwa mateka wa Israel ndani ya Gaza na kuongoza mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel. Aidha, Israel ilidai kuwa Haddad alikuwa amekataa mpango ulioungwa mkono na Marekani chini ya uongozi wa Rais wa Marekani Donald Trump uliolenga kuisukuma Hamas kusalimisha silaha zake na kuifanya Gaza kuwa eneo lisilo na nguvu za kijeshi. Taarifa hiyo ilisema IDF na Shin Bet wataendelea kutekeleza sera ya kutowaruhusu maadui wetu kuendelea kutishia usalama wa Israel. Maafisa wa usalama wa Israel pia wamedai kuwa taarifa za awali zinaonyesha huenda Haddad aliuawa katika operesheni hiyo, ingawa hakuna tamko rasmi lililotolewa mara moja na jeshi la Israel kuhusu matokeo kamili ya shambulio hilo. Kituo cha televisheni cha Israel cha Channel 12 kimeripoti kuwa Netanyahu na Katz walitoa idhini ya kumuua Haddad siku chache zilizopita baada ya maafisa wa usalama kumtaja kama kikwazo kikubwa katika juhudi za kushinikiza Hamas kusalimisha silaha zake.